Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. Wapenzi watazamaji wa channel ya Istiqama Swahili, na kukaribisheni tena katika dakika hizi chache za kufaidika mawili matatu kutoka kwa kijana wetu huyu ambaye kuwa insha Allahu Taala atatupa yale ambayo kuwa amepewa na walimu wake. Kijana, hebu tuambie unaitwa nani na unatoka madrasa gani? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa bin Salim bin Abdullah. Nimesimama hapa kwa someeni hikma. Naam. Da'al hirsu ala dunya, wacha kupapia dunia. Wa fil aishi fala tatma, na katika maisha usiwe na tamaa kubwa. Wala tajma' min almali, wala usikusanye mali nyingi. Fala tadri liman tajma, kwa sababu hujui unamkusanyia nani mali hiyo. Wala tadri fi ardhik, wala hujui je itakufaa katika ardhi yako am fi ghayriha tasra, au katika ardhi nyingine itakufa. Fa inna rizqa maqsumun, kwa sababu riziki imegawiwa. Wa su'u dhanni la yanfa, na dhana mbaya haifai. Faqiru kullu man yatma, fakiri ni kila yule mwenye tamaa isoisha. Ghaniyu kullu man yaqna, na ni tajiri kwa kila yule ambaye kuwa atakuwa na qanaa. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mashairi mafupi ambayo kuwa kijana wetu ametufundisha na kutueleza. Mashairi haya ukiyatazama nini tunachofaidika? Je, ni katika yale mashairi ambayo kuwa yanaponda mali, yani ash-shi'r alladhi yadhummu al-mal? Je, ni katika yale mashairi ambayo kuwa yanapondwa mali? Je, na mali hayatuhitaji sisi katika maisha yetu, kwamba mtu akinai tu na alichokipata wala asifanye sa'i katika kujipatia kipato? Kiuhalisia wa swala haya ya mali na kukinai, tufahamu kwanza mabda al-mal. Hii misingi ya mali au mali, uhalisia wa mali. Nini chanzo chake? Kwanza mali iko, almalu yanqasimu ila qismain. Mali imegawika katika sehemu kuu mbili. Kuna almalu almadhmum walmalu almahbub. Almahmud, tuna mali ambayo kuwa sio mzuri, mali ambayo kuwa mbaya, mali ambayo kuwa si yenye kupendeza, mali chafu. Na tuna mali iliyokuwa mzuri, mali ambayo kuwa ni safi, mali ambayo kuwa inatakiwa. Kwa hiyo huyu mshairi alipozungumzia kuhusu mali, liman tajma, mali hii unamkusanyia nani, halikuwa hakumaanishi katika mali ambayo kuwa hii mahmud, mali iliyokuwa mzuri. Nyote ni mashahidi kwamba mali katika dini yetu ni jambo ambalo kuwa linatakikana, na ni jambo ambalo kuwa linapewa kipaumbele. Na hii dini yetu vile vile singalitufikia kama ingalikuwa mali haipo. Bila shaka watu walitoa mali zao, walitoa nguvu zao zote, na mpaka ikatufikia hapa dini ambapo kuwa sisi imetufikia. Na hivi vitu ambavyo kuwa bado vinatuchukua bado ni mali. Kwa hiyo bado mali sio kwamba ni jambo ambalo kuwa halipaswi kutafutwa. Kalla, ni mali anayozungumzia mshairi hapa ni mali madhmum, mali ambayo kuwa haitakiwi, ni mali ambayo kuwa mbaya. Na mali hii Allah subhanahu wa ta'ala nayo kaizungumzia vile vile katika Qur'an. Asema alladhi jama'a malan wa addadahu. Wako watu kazi yao kukusanya mali na kunini na kuihesabu tu. Wama yughni anhu maluhu idha taradda, kwamba haitomfaa mwanadamu mali yake siku atakayokufa. Ni mali gani hii ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikemea na kuisemea vibaya? Bila shaka ni hii mali imma imechuma katika misingi isiyokuwa ya kisheria,
ama mali hii imechumwa hata kwa misingi ya kisheria, lakini imebakishwa ndani, wala haitolewi katika wujuhu almashrua, haitolewi katika hali ya kisheria. Ama mali iliyochumwa kihalali na ikatolewa katika misingi ya kihalali kwa misingi ya kisheria, bila shaka mali hii mahmud. Na ndio unaona kwamba tunajenga kupitia mali, tunajenga madaris, tunajenga misikiti, tunajenga vitu mbalimbali, hazina mbalimbali kubwa, na harakati hizi za dini zinakwenda kwa mali. Kwa hiyo mali inabakia kwamba ni jambo adhim, ni jambo la kutukuzwa endapo tu kwamba mali hii itafuata vigezo vya kisheria. Na mali ambayo kuwa itakuwa ni madhmum ni ile ambayo kuwa itapoteza misingi ya kisheria, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyotaja katika aya zilizopita. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tukiona kama shairi kama haya, haimaanishi mshairi kwamba anachunga mali kwamba watu wabakishe hapo, la, bali tunatakiwa mtu afanye juhudi kadri ya uwezo wake, na Allah subhanahu wa ta'ala hazina zake haziishi na anamkunjulia anayemtaka. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika hili na kuchuma vilivyokuwa halali na kuvitoa katika njia ile halali, ili tupate kufaidika sisi na wenzetu na ndugu zetu duniani wal akhirah. Wa hadha alqalil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.